Ni tokeo ambalo limegonga vichwa vya habari dunia nzima, kwa maana hapa wanasema kuwa meli yenye bendera ya Tanzania yakamatwa El Salvador ikiwa na tani 6.6 za dawa za kulevya aina ya cocaine. Sasa Rais Nayib Bukele ametangaza kuwa jeshi la wanamaji limetekeleza operesheni kubwa zaidi ya kukamatwa kwa dawa za kulevya katika historia ya nchi hiyo. Ni baada ya kukamata tani 6.6 za cocaine zilizokuwa zikisafirishwa baharini na meli iliyokuwa ikipeperusha bendera ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Meli hiyo yenye urefu wa futi 180 ilinaswa umbali wa takriban maili 380 kusini magharibi mwa pwani ya Pacific ya nchi hiyo. Katika upekuzi wa kina, wapiga mbizi wa jeshi la majini walifanikiwa kupata vifurushi 330 vya cocaine ambayo vilikuwa vimefichwa ndani ya matenki ya maji, yani ballast tank ya meli hiyo. Kufuatia operesheni hiyo, jumla ya wanaume 10 walitiwa mbaroni. Watuhumiwa hao wanatoka katika nchi za Colombia na Kagua, Panama na Ecuador, wakiashiria mtandao mpana wa kimataifa uliohusika katika usafirishaji wa shehena hiyo. Matokeo ya kukamatwa kwa meli zinazotumia bendera ya Tanzania zikihusishwa na usafirishaji wa bidhaa za magendo yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara, ikiwemo tokeo la mwaka wa 2025 ambapo Iran ilikamata meli 2 zilizokuwa zikipeperusha bendera ya Tanzania zikisafirisha mafuta ya magendo. Sasa hizi ni habari ambazo zimetembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii, kwa maana watu wanajaribu kuhoji sababu ambazo zilipelekea wahusika kutumia bendera ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuipeperusha ndio katika meli hii ambayo ilinaswa na dawa za kulevya aina ya cocaine. Tani 6.6 za cocaine ndio zilizokuwa zikisafirishwa baharini na meli iliyokuwa ikipeperusha bendera ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hizi ni habari ambazo zinasema kuwa meli hiyo yenye urefu wa futi 180 ilinaswa umbali wa takriban maili 380 kusini magharibi mwa pwani ya Pacific ya nchi hiyo. Katika upekuzi wa kina, wapiga mbizi wa jeshi la maji walifanikiwa kupata vifurushi 380 vya cocaine ambavyo vilikuwa vimefichwa ndani ya matenki ya maji ya meli hiyo. Kufuatia operesheni hiyo, jumla ya wanaume 10 walitiwa mbaroni. Watuhumiwa hao wanatoka katika nchi za Colombia, Nicaragua, Panama na Ecuador, wakiashiria mtandao mpana wa kimataifa uliohusika katika usafirishaji wa shehena hiyo. Sasa matokeo ya kukamatwa kwa meli zinazotumia bendera ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zikihusishwa na usafirishaji wa bidhaa za magendo yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara, ikiwemo tokeo la mwaka wa 2025 ambapo Iran ilikamata meli 2 zilizokuwa zikipeperusha bendera ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zikisafirisha mafuta ya magendo. Sasa hii ni habari ambayo imepelekea wengi kujiuliza maswali kibao. Wahusika wakuu ni wakina nani na watu hawa walikuwa wanaelekea wapi? Walikuwa wanaelekea nchini Tanzania, na vita dhidi ya dawa za kulevya imekuaje? Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao hapa. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Hamed Saida, ameweka emoji kadhaa za mtu ambaye amecheka, akasema mdomo koma nimefunga mimi. Alafu Benifak Kimati anasema kamata mbwa hao, alafu akaweka emoji za kucheka. Queen Maria Tizi anasema kuna mdada alifungwa miaka 30 kisa bangi, lakini wao wanatumia meli zetu kwa matumizi ya binafsi kujaza madawa ya kulevya na bado wapo uraiani, hawawazi wala nini. Hii inauma sana kwa kweli. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Yusto Desploit anasema chapia Yesu makofi, akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kicheko. Shahidi wa siri mwizi wa Mike anasema kama upo tayari nataka kuwa Baba Abdul, alafu akamtag Samia Suluhu Hassan akapiga makofi. Heshmin Deco Center anasema tatizo mataifa jirani yanaotuonea wivu na gold yetu, yani uranium yetu na gold yetu.
Clary Preti 600 anasema amecheka. Fantasy Captain 13 anasema sio mizigo ya yule mtoto wa jamaa wa yule Mgaso, ameuliza hapo. Pablo Tizi anasema kwa hiyo sisi tumekuwa mawinga, alafu akeka emoji ya kucheka. Magi Devi anasema ila Dula nye, akeka emoji ya kucheka ndio. Jos Nash 1 anasema ila mzee, alafu akeka emoji ya kucheka. Eric Msafiri anasema mabeberu yanamezea mate bangi zetu. BLVCK Boy Tizi anasema Kizimkazi Fits Msoga kazi yenu, alafu akaweka emoji ya mtu ambaye ameangua kilio. Mukila Class anasema nilifikiria nitaisikia makombolelo ikipigwa hapo, alafu akaweka emoji ya mtu ambaye amecheka akainua mikono juu. Joshua Franklin 255 anasema Duli utatuua, akamalizia tu hapo. I am BRK 4 anasema Abdul na genge lake wanatumia rasilimali zetu kuinajisi nchi yetu. Alafu Future 6633 anasema tuendelee na sinema za Tundu Lissu wala tusisumbukane kuhangaika kidiplomasia, ila ihangaikeni yenyewe, si wanatuonea uwivu na uranium yetu. Binamu anasema mchongo wa, alafu akamalizia akasema au basi, akaweka emoji ya mtu ambaye amecheka. Aisha Pisikala anasema pegea Yesu makofi makubwa. Alafu Method Focus anasema tunasubiki kukanusha sisi, alafu akaweka emoji za kucheka. Rango underscore anasema soko lilivyokufa China wamehamia magharibi nako kimeumana, sema kimeumana. Mwingine hapa anajulikana kama Cryboy anasema hili ni jambo la kuumiza na kuibisha taifa. Kutumia bendera ya Tanzania kwenye uhalifu wa kimataifa kunaonyesha udhaifu mkubwa wa usimamizi wa meli na uwajibikaji. Serikali inapaswa kujibu wazi, bendera yetu isiuguzwe ama isigeuzwe kifaa cha wahalifu. El Salvador chini ya Nayib Bukele wameonyesha hatua, sisi tusikae kimya. Alafu Mohamed Daruna 53 anasema wanyonge tu wote waliowakuta humo kwenye hiyo meli na pia wawasake bosi huo mzigo. Wala kazi anasema zote hizo meli za mzee wetu Kikwete, akaweka emoji za mtu ambaye amecheka. Single Boy anasema El Salvador my dream country. Alafu Diogretius Gowela anasema labda ni za last born wa Malawi, huyu anasema hivyo. Mafia underscore Coconut Court TZ anasema wanaojiuliza kwa nini wanatumia bendera ya Tanzania katika harakati zao za kusafirisha magendo ni hivi, dunia inaamini Tanzania hakuna watu wa hekaheka, yani mamafia. Wanapokumbana na watu wa usalama au majangiri wenzao wanapuuza kuona katika ile meli hakuna la maana, ila jichanganye baharini hata mawimbi ukiwa umening'iniza bendera. Mexico au mataifa mengine mashughuli kwa biashara haramu unafuatiliwa sana, na ukikamatwa wanakupekua hadi viatu. Malia JR anasema wenye maduka Sinza na Crown biashara yao kuu imedakwa huu. Alafu mwingine anajulikana kama Habiba Hamza anasema Zanzibar iliizwa kusajili meli je. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Akikubwa TZ anasema na hiyo ndio sura ya Tanganyika huko duniani, umwagaji damu na madawa ya kulevya, ndio maana Trump katupiga pini kwenda kwake. Mr. Testimony anasema na yote hiyo ni kwa ajili ya Tanzania kutajwa kuwa na amani muda wote. Wanajiamsha kwamba tukitumia bendera yao hatutashtukiwa. Sasa ni baadhi ya wale ambao wanadondosha comment hapa baada ya meli ambayo ilikuwa na peperusha bendera ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukamatwa katika taifa la El Salvador. Sasa hapa wanasema kuwa meli yenyewe ilikamatwa na dawa za kulevya aina ya cocaine tani 6.6. Ndio wanasema kuwa Rais Nayib Bukele wa El Salvador ametangaza kuwa jeshi la wanamaji limetekeleza operesheni kubwa zaidi ya kukamata kuwa dawa za kulevya katika historia ya nchi hiyo. Ni baada ya kukamata tani 6.6 za cocaine zilizokuwa zikisafirishwa baharini na meli iliyokuwa ikipeperusha bendera ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Hapa wameendelea kusema kuwa meli hiyo yenye urefu wa futi 180 ilinaswa umbali wa takriban maili 380 kusini magharibi mwa pwani ya Pasifiki ya nchi hiyo. Katika upekuzi wa kina, wapiga mbizi wa jeshi la maji walifanikiwa kupata vifurushi 380 vya kokena ambavyo vilikuwa vimefichwa ndani ya matenki ya maji ya meli hiyo. Kufuatia operesheni hiyo, jumla ya wanaume 10 walitiwa mbaroni. Hao wanatoka katika nchi ya Colombia, Nicaragua, Panama na Ecuador, wakiashiria mtandao mpana wa kimataifa uliohusika katika usafirishaji wa shehena hiyo. Kwa hiyo ni tokeo ambalo limewashangaza wengi, na bado tunaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi, ni angalau tupate kujua hali halisi, na bila shaka tukipata habari kama hizo ama habari ambazo zinahusika na hiyo hali ya meli ambayo ilikuwa inapeperusha bendera ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukamatwa nchini El Salvador, tutawajuza nyinyi kama Wanaswahili TV. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, like na vile vile kushare.